Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji wa Ngobo TV Media, popote pale ambako unaendelea kupatikana kwa sasa. Leo ni tariki 16 Juni 2025. Tunakuletea mkasa ambao umeweza kutokea huko Maniema, ambayo ilipelekea mzalendo mmoja kupoteza maisha papo hapo kisha kupata vichapo vya muda mrefu. Kwanza tunakusii kama bado kusubscribe kwenye channel yetu hii, ni vizuri kufanya hivyo ili kuendelea kupata yale ambayo yanayoendelea kujiri kutoka kona 4 za dunia. Hii ni Ngobo TV Media ambayo inakutangazia matangazo yake haya kwa wakati huu kutoka moja kwa moja ndani ya mji wa Baraka. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wetu, leo tunakuletea habari za majonzi ya kufariki kwa mzalendo mmoja ambaye alipata vichapo vingi uliotokea huko kwenye mkoa wa Maniema. Habari tulizo nazo zaeleza kwamba kuna mzalendo mmoja ambaye aliweza kufahamika kwa jina la Papi alifariki kisha wenzake kumpiga viboko vingi na ambavyo vilimwongezea maumivu na kupelekea yeye kufariki papo hapo. Habari hizo zaeleza kutaja ya kwamba yote hayo yalitokea pale ambako mzalendo huyo marehemu alikosea masharti ambayo yaliweza kuwekwa na uongozi wake, na ndiko ambako uongozi huo uliruhusu mzalendo huyo kuweza kupigwa fimbo na wenzake, na ambayo ilipelekea kifo chake papo hapo. Mkasa huyo umetokea ndani ya mkoa wa Maniema katika kijiji cha Kailo. Kwa mujibu wake mkuu kiongozi wa shirika la raia katika maeneo hayo, Wilima Patrice Kapapa, amesema kuhuzunishwa vya kutosha kuona wazalendo wanaendelea kufariki katika hali ambazo zisizopendeza, na hapa anaonesha nini ambayo ilipelekea mzalendo huyo kupigwa viboko hivyo na ambavyo vilisababisha kifo chake. Ilipitigana ajali kati ya wazalendo na jeshi letu ya FARDC. Leo tena mimi nilikuwa ninatoka ku village Lubelenge kuorganize maeleksyon ya societe civile. Sasa usiku wa kukucha leo, wazalendo wao wenyewe wakapiga mwenjao na huyu mwenjao akaenda kufariki pale pale. Ni kusema kama vile wanaenda kusema huyu mzalendo mwenjabo hakuheshimia makanuni ya kwao, na vile walienda kumupiga na huyu mzalendo anaitwa kwa jina ya Papi akakufa kwa rafla pale pale. Na njoo maana ninaalika wakuu viongozi wetu wapate kufatilia hao wazalendo ajili ya maisha yao, kubeba zamiri ili wapate kutumikia nchi yetu ya Kongo. Wanaenda kuachiliwa, hakuna encadrement moya fulani. Leo ku territoire ya Kailo tunaenda kuishi Calvaire sababu hao wazalendo wanaenda kufanya kijeuri. Banasemaka kwa lugha ya Kifaransa le loup ne se mange jamais. Leo tunaona wazalendo wao peke wanaenda kukulana na njoi wanaua mwenjabo umoya. Na mimi nakuta kama hii itapeleka na raia inakuwa inaishi maisha ya wasiwasi. Kupitia hapo hatuna la ziada, bali tunakusamini wewe kwa kutufuata mwanzo hadi tamati hapo ulipo, mtazamaji na msikilizaji wetu wa Ngobo TV Media. Tunakusii kama ndo bado umekuja kutazama video zetu hizi, kusubscribe na kusambazia wengine, ili nyote kwa pamoja kuendelea kupata habari zetu ambazo zinakujia kwa muda muafaka. Tukutanane baadaye panapo bajaliwa. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma.